Zoezi la kuhesabu kura nchini Uganda linaendelea huku matokeo ya awali yakimweka rais aliyekuwepo madarakani Yoweri Museveni katika nafasi nzuri ya kuendelea kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wa 7 endapo tatangazwa na tume ya uchaguzi. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Simon Byabakama amebainisha matokeo ya kwanza kutoka vituo 8310 yakimuonesha Museveni akiongoza kwa kura 1,536,205 sawa na 63.92, huku mpinzani wake Bobi Wine akiwa na kura 647,146 sawa na 28.32. Hata hivyo, picha ya ujumla ya tume inaonyesha mgombea huyo wa chama cha NRM akipaa zaidi katika maeneo ya vijijini kwa 78.14, huku Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine akisalia na 18.06. Rais Museveni tayari ametajwa kujinasibu kuwa anatarajia ushindi wa 80% ili mradi kusiwepo na wizi wa kura, kauli inayotajwa na wachambuzi kama shinikizo la kisaikolojia kwa upinzani ambao tayari umeanza kulalamikia mchakato huo. Pamoja na matokeo hayo, uchaguzi wa safari hii umeonekana kugubikwa na changamoto nyingi za kiufundi. Mapema jana, Jaji Byabakama amekiri na kuomba radhi kutokea kwa hitilafu ya kimtandao kwenye mashine za kuhakiki majina, jambo lililolazimisha matumizi ya daftari la kawaida katika baadhi ya vituo. Hali ya usalama jijini Kampala hadi sasa ipo shwari kutokana na kuimarishwa kwa doria za vyombo vya ulinzi na usalama. Mgombea urais wa chama cha National Unity Platform NUP alibainisha madai ya kukamatwa kwa maofisa wakuu wa chama chake. Wananchi wengi wamejifungia majumbani wakifuatilia matokeo kupitia redio na televisheni, huku huduma za internet zikiendelea kukosekana. Zoezi la majumuisho linaendelea katika kituo kikuu cha kitaifa kule Kiambogo na matokeo zaidi yanatarajiwa kutolewa usiku wa leo. Imani Henrik, Kasri la Kikeke, Crown Media.